Mara nyingi ndoa za mastaa zimekuwa hazidumu kwa muda mrefu sana. Unakuta wanakutana kama leo, utasikia mwezi fulani wameshaachana tayari. Sasa hapa nimekuletea listi ya ndoa 10 za mastaa ambazo hazikudumu ndani ya muda mrefu sana, zikawa zimeshavunjika. Nitaanza na namba 10 mpaka namba 1, yani nitaanza zile za afadhali mpaka zile ambazo zilidumu muda mfupi zaidi. Listi ni ya mahusiano 10 tu ama ndoa 10 tu za hawa mastaa. Kuna wengine ambao wamejirudia lakini mahusiano tofauti, so yote usijali. Utapata hapa. Point ya msingi ninachokuomba ni unge mkono kwa kutumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe unaojiona chini ya hii video. Tazama pata kulia chini ya hii video kuna neno limeandikwa subscribe, fanya kulibonyeza, lakini pia like video. Ukishabonyeza neno subscribe utakutokea kialama cha kengele, kibonyeze, utakuwa umetisha kinyamwezi sana kwa kuwa umewasha notification. Mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe. Twende moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho, 10 mpaka namba 1 uweze kwenda kufahamu yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa bila kuchelewa tuanze na namba 10 ambapo hapa tunakutana na Shilole pamoja na Uchebe. Ndoa yao iliweza kudumu ndani ya muda wa miaka 2 tu, lakini ilikuwa ni ndoa yenye drama nyingi sana. Kumbuka walikutana mwaka 2018 na mahusiano yao ilikuja kuisha mwaka 2020. Na jinsi walivyokutana ni kupitia marafiki, lakini pia Shilole alivutiwa sana na simplicity ya Uchebe. Kwa hiyo mwisho siku akajikuta amefall in love. Lakini chanzo cha kuachana ilikuwa ni dhuluma za kimwili na maneno, lakini pia Shilole alieleza hadharani katika vyombo vya habari kuhusiana na hilo swala. Namba 9 tunakutana na Diamond Platnumz ambaye wakati huo alikuwa kwenye mahusiano na Tanasha. So namba 9 ni ndoa ama mahusiano ya Diamond Platnumz pamoja na Tanasha. Yalikuwa ni mahusiano ambayo yalikuwa yamenoga sana na yalikuwa ya moto sana mpaka ikafikia hatua wakati wana collab ya ngoma, kwa sababu walikutana wote walikuwa ni wasanii. Mahusiano yao yalidumu kwa takriban mwaka mmoja tu, ambapo ilikuwa ni mwaka 2019 mpaka mwaka 2020. Na jinsi walivyokutana tunafahamu kwamba by that time Tanasha alikuwa ni radio host wa NRG nchini Kenya. Ni moja ya redio ambayo inapatikana kule nchini Kenya, na Diamond alikuwa ameenda kwa ajili ya media tour, na ndivyo ambavyo waliweza kukutana na mazoea yakaanza na mwisho siku wakawa wapenzi. Lakini chanzo cha kuachana ni kutojali wana familia ya Diamond, lakini pia tofauti za kiimani na malezi. Tunafahamu ni kama vile familia ya Diamond Platnumz ilikuwa haimchukulii kwa uzito sana Tanasha Donna kama mke wa Diamond Platnumz, lakini pia walikuwa wanatofautiana kiimani. Diamond ni Muislamu, lakini pia Tanasha ni Mkristo. So ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu hakuna aliyekuwa tayari kwa ajili ya kubadilisha dini ili mahusiano yaweze kuendelea. Lakini walibahatika kupata mtoto mmoja tu ambaye mpaka sasa hivi Tanasha anamlea vizuri kabisa. Namba 8 tunakutana na Harmonize pamoja na Kajala. Mahusiano yao yalidumu miezi 9 tu, ambapo ilikuwa 2021 mpaka 2022. Na jinsi walivyokutana ni kupitia marafiki, lakini pia pamoja na gym. Tunafahamu Kajala ni mtu wa gym sana, Harmonize anapenda sana gym, so huko gym ndiko ambako mahusiano yalianza. Lakini pia chanzo cha kuachana ilikuwa ni skendo za Harmonize kumtaka Paula, lakini pia na usaliti mwingi zaidi ambao Harmonize alikuwa anaufanya. Tukija namba 7 tunakutana na Wolper Stylish pamoja na Harmonize awamu ya pili. Sasa kabla sijaenda awamu ya kwanza, yani hii ni baada ya kuwa walivyoachana mara ya kwanza. Mara ya pili ilikuwa hivi, waliweza kudumu miezi 7 mpaka 8 baada ya kuwa wamerudiana. Alafu mahusiano haya yalikuwa ni mwaka 2018 na ni baada ya kuwa walivyokuwa wamekutana tena. Jinsi walivyokutana ni kupitia mahusiano ya zamani. Walikutana wakaona okay, wapashe kipolo, wakasameheana na vitu kama hivyo, mahusiano yao yakawa yamerudi tena. Lakini chanzo cha kuachana ni kutokuaminiana, lakini pia Harmonize ni kama vile alishaanza kuanza kumzimia Kajala mdogo, kile kilichopelekea sasa Wolper akaona huyu jamaa sija kanitenga. Lakini namba 6 tunakuja kukutana na mahusiano hayo ya Harmonize pamoja na Wolper, lakini hii ndio ilikuwa mara ya kwanza kabisa ambapo mahusiano haya pia yaliweza kudumu kwa miezi 8 tu, ambapo ilikuwa ni mwaka 2016. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa ambapo mahusiano ilianza pale ambapo Wolper aliweza kumsaidia Harmonize na akawa amevutiwa naye, na mwisho siku mahusiano yakaanza. Lakini chanzo cha kuachana ilikuwa ni usaliti, lakini pia dharau baada ya umaarufu wa Harmonize. So inaonekana Harmonize alimdharau sana huyu Wolper, na mwisho wa siku jamaa akaona ngoja niachane naye. Lakini mahusiano mengine ni mahusiano ya Rayvanny pamoja na Paula Kajala. Of course tunafahamu ilikuwa ni moja ya mahusiano ambayo yali take headline kinoma noma, yali make headline kinoma noma, lakini pia yalifanya watu wengi wakaamini kabisa kwamba hapa lazima kutakuwa kuna ndoa, na wengi hawakuwa wanaamini kwamba ingekuja kutokea Rayvanny akaweza kukatisha mahusiano yake pamoja na Paula Kajala. Lakini
ya Mungu mengi na mwisho wa siku mambo yakawa hivyo. Ilikuwa ni mwaka 2021 na 2022. Na jinsi walivyokutana ni kwamba Paula ni mtoto wa Kajala na Rayvanny inaonekana alikuwa amevutiwa sana na Paula, akawa amemposti hadharani. Basi Paula akaona kabisa star ameniposti, basi mimi ni nani? Mawasiliano yakaanza na mwisho wa siku akajikuta ameshakuwa wapenzi. Lakini baada ya muda huo chanzo cha kuachana kilikuja kutokea pale ambapo drama za familia, lakini pia pressure ya mama Paula ambaye ni Kajala, lakini pia wivu wa mitandao, na kuna skendo nyingi sana ambazo zilitrend kwa wakati huo zilikuwa zikimhusisha Rayvanny, wakati huo Paula akiwa akilalamika kivyake, lakini pia Rayvanny pia alikuwa akilalamika kivyake. Lakini mahusiano mengine ni mahusiano ya Gigy Money pamoja na Mojay. Tunafahamu haya mahusiano yanaweza kudumu kwa takriban miezi 6 tu, na ilikuwa ni mwaka 2020. Na jinsi walivyokutana walikuwa ni kwenye mazingira tu ya kimuziki, ndipo waliweza kukutana na mahusiano yakaanza. Lakini chanzo cha kuachana ilikuwa ni migogoro, na Mojay hakuvumilia pia tabia za Gigy mtandaoni. Tunafahamu Gigy ni mtu wa mambo mengi sana, kiasi kwamba hata ukiwa naye kwenye mahusiano lazima uwe umejiandaa kwa kila hali kuhakikisha kwamba unaweza kukabiliana na mikiki ya Gigy, kwa sababu yeye ni sio mtu wa ndogo. Of course ana mambo mengi sana mtandaoni. Mahusiano mengine yalikuwa ni mahusiano ya Lulu Diva pamoja na Fred Vunjabei. Haya mahusiano yalidumu ndani ya miezi 5 tu. Ilikuwa ni mwaka 2019, lakini pia jinsi walivyokutana ni kupitia marafiki wa karibu tu. Basi Vunjabei akawa amejichukulia mtoto Lulu Diva na akaishi naye, lakini baada ya muda mfupi mahusiano yakaweza kuharibika. Chanzo cha kuachana ilikuwa ni tofauti za mitazamo, lakini pia Lulu alihusishwa na kuwa kwenye mahusiano na wasanii wengine. Hiki ndio kilikuwa chanzo cha Vunjabei akaona bwana isiwe kesi, ngoja mimi nijitenge nikae zangu pembeni, nitakuwa nimetisha sana. Mahusiano mengine ni mahusiano ya Wema Sepetu pamoja na Idris Sultani. Mahusiano haya yaliweza kudumu kwa takriban miezi 5 pia. Ilikuwa kitambo kidogo, ni kama mwaka 2016 hivi. Lakini jinsi walivyokutana ni kwamba ni kwenye industry ya burudani. Tunafahamu Idris Sultani kwa wakati huo alikuwa ni mshindi wa Big Brother, na Wema pia alikuwa kwenye moto kwa sababu alikuwa ni mmoja ya mastaa ambao walikuwa wanatikisa sana, kwa sababu yeye ni mwigizaji pia, lakini tunafahamu ni stylist, lakini pia stylish, lakini pia ni model. Ustaa wao ulifanya wakakutana na mwisho wa siku mahusiano yakaanza. Lakini chanzo ambacho kilipelekea hawa watu wakaachana ni tofauti za kitabia na migogoro ya mara kwa mara na mambo mengine mengi tu yakapelekea wakaona sio kesi, hebu ngoja kwanza to break up, itakuwa tumetisha sana, kila mmoja endelee na biashara zake. Kabla tujamalizia na namba 1, mimi nakusii tu kwamba tumia sekunde moja tu, kama ulikuwa bado hujasubscribe basi bonyeza tu neno subscribe, alafu kitatokea kilama cha kengele, utakibonyeza, utakuwa umetisha kinyamwezi sana. Alafu mwisho utaniachia comment yako. Baada ya kumaliza hii countdown utaniambia ni nani ama mahusiano gani mengine ambayo tumeyasahau hatujaweka katika hii hapa listi. Namba 1 ni mahusiano ya Gigy Money pamoja na Madi. Tunafahamu wengi wanaweza kaa hawakumbuki ya mahusiano, lakini walishakuwa kwenye mahusiano hawa watu. Mahusiano yao yalidumu kwa takriban miezi 3 tu. Ilikuwa ni mwaka 2018 ambapo hapa sasa walikutana studio katika harakati za kimuziki, lakini pia kwenye event mbalimbali. Ni kama vile mazoea alianzaga na mwisho siku akajikuta ameshakuwa wapenzi. Na chanzo cha kuachana ni kutokuelewana, lakini pia uhusiano ulikuwa haujathibitishwa rasmi. Yani ni kama vile walikuwa kwenye plani za kufika hatua ya kwamba waweze kuwa na marriage, lakini bado walikuwa ni kama vile wachumba tu. Lakini pia ile mikiki ya Gigy na skendo nyingi sana za Gigy zilimfanya Madi akashindwa kuvumilia na mwisho siku mahusiano yakawa yameshaisha hapo. Sasa hii hapa hivi ni just top 10. Sasa tuambie mahusiano ya nani ambayo tunaweza kuwa tumeyasahau kwenye hii list, tuambie kwenye comment section. Lakini kama nilivyokuambia, onyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii hapa hivi, lakini pia like video, na mwisho kabisa share video hizo kuwafikia watu wengi zaidi na wapate kutoa comment yao kutokana na kile ambacho wanaweza kama kitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe. Kuna countdown nyingi sana zitakuwa zinakuja hapa. So point ya msingi, stick na mimi, tembelea channel yetu mara kwa mara kwa ajili ya kuhakikisha kwamba haupitwi na uhondo mbalimbali wa kiburudani zaidi. All in all, acha tukutane katika next video tuone tutakuja na nini hasa.